Asante. Niombe kwa heshima kubwa nichukue fursa hii niwakaribishe ninyi nyote. Karibuni sana katika mahafali yetu haya ya 29 katika chuo chetu kizuri cha mafunzo ya ufugaji wa nyuki hapa mjini Tabora. Ni tarehe 12 mwezi huu wa 12 2025. Hivyo basi kipekee niombe kwa heshima kubwa nikaribishe wimbo wa taifa. Hivyo basi niombe wahitimu tafadhali, naomba tusimame kwa uzuri kabisa. Lakini pia tunao askari wetu wakakamavu wako vizuri kweli kweli. Naomba pia tusimame. Niombe kwa heshima kubwa wimbo wetu wa taifa utaongozwa na brass band kwa uzuri kabisa. Baada ya hapo nitakaribisha sala na dua. Karibu. Asante, piga makofi mengi kwa ajili ya wimbo huo. Asante sana. Niombe kwa heshima kubwa, naomba tuketi. Naomba tuketi kwa heshima kubwa. Mwambie Kivumbi. Wakati huo naomba nikaribishe sasa tuweze kufungua shughuli hii kwa maombi, lakini pia na dua nzuri ili tuende vizuri. Niombe kwa heshima kubwa, tutaanza na sala. Niombe basi baada ya sala itafuata dua. Hivyo basi niombe kwa heshima kubwa aliyeandaliwa kwa ajili ya sala tafadhali naomba sogea hapa ili Asante. Naona kiongozi wetu wa dini mchungaji tayari amekwisha kufika. Niombe kwa heshima kubwa naomba tufungulie. Baada ya hapo nitamkaribisha pia Shehe ambaye yuko hapa kwa ajili ya dua. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kumheshimu Mungu, tusimame. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, wewe ni mwema kwenye maisha yetu na fadhili zako ni nyingi. Asante Yesu, umekuwa pamoja nasi kuanzia asubuhi. Umetulinda, umetutunza, umetufunika kwa damu
yako ya thamani, ile damu ya msalaba. Mungu mtakatifu, asante umetembea pamoja nasi kuanzia tulipoanza mwaka huu Januari. Umekuwa nasi, hujatuacha wala hujatupungukia. Na wengine walitamani sana kuona siku hii ya leo, lakini sana wakati huu umewaita kwa mbinguni, na wengine ni wagonjwa mahututi wakitamani kukuita Yesu, lakini afya zao haziruhusu. Yesu, ni wakina nani? Tunakurudishia sifa na shukrani na nguvu na adhama ni za kwako Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni. Asante kwa ajili ya sherehe hii nzuri. Asante kwa ajili ya vijana hawa ambao umetembea pamoja nao kuanzia walipoanza mwaka wa kwanza. Hujawaacha Yesu, umewalinda, umewatunza, ukawafunika kwa damu yako ya thamani. Asante kwa ajili ya mkuu wetu wa chuo hiki ambaye umempa dhamana kwa ajili ya kulea vijana hawa. Endelea kumlinda na kumtunza, endelea kumpa afya njema. Asante kwa ajili ya walimu na wote ambao wamehusika kwa ajili ya vijana hawa. Takatifu Baba yetu wa mbinguni, endelea kutembea pamoja nao. Asante kwa ajili ya viongozi wetu wa kitaifa. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, umekuwa pamoja nao kwa ajili ya kazi mbalimbali za taifa hili. Endelea kuwatunza, endelea kuwafunika, endelea kuwapa hekima kwa ajili ya kuendelea kulea vyuo vyetu katika taifa hili la Tanzania. Mungu mtakatifu, Baba yetu wa mbingu na nchi, tunapoianza sherehe hii, uanze pamoja nasi Mungu na umalize pamoja nasi. Kwa utukufu wa jina lako Yesu, tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana asifiwe. Natangaza kufungua sherehe hii katika jina la Mungu wa Utatu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante, naomba tupigie makofi Mungu wetu. Asante sana mchungaji kwa ajili ya sala nzuri. Niombe basi kwa heshima kubwa pia naomba nimkaribishe shehe ambaye tayari amekwisha andaliwa kwa ajili ya dua. Karibu sana. Baada ya hapo tutarejea kwenye burudani. Sasa nitaomba Msange JKT mkijiweka sawa sawa. Karibu sana. Shehe. Oh, wow. Tunaye mama hapa, safi kabisa. Karibu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye daraja uliye juu, ya Rabbi tunakuomba siku yetu ya leo kwa vijana wetu ikawe yenye heri na baraka. Mwenyezi Mungu tunakuomba kila kile walichokipata katika chuo hiki, Mwenyezi Mungu Rabbi zidna ilman warzuqun fahama. Rabbi zidna ilman warzuqun fahama. Rabbi zidna ilman warzuqun fahama. Kawape ufahamu, kawajalie wakawe na maadili mema kama walivyolelewa katika chuo hiki. Ewe Mwenyezi Mungu, bariki chuo hiki kikaweze kufanya watu hawa wakawe wa mfano katika nchi yetu ya Tanzania na wakawe miongoni mwa wafanyakazi bora. Ewe Mwenyezi Mungu, ni wewe tu tunayekutaraji na hakuna mwingine. Linda chuo hiki, wape hekima na busara, wape uvumilivu walimu katika majaribu yote wanayoyapitia katika kuwafundisha wanafunzi hawa. Ya Rabbi tunakuomba na kujikabidhi kwako katika siku ya leo. Amin. Asante sana. Naomba tuketi kwa uzuri kabisa. Mahafari oye, mahafari safi, wahitimu oye. Hebu nyanyueni kofia zenu namna hii, punga namna hii. Safi kabisa. Wow, asante. Niombe sasa kwa heshima kubwa ndugu mgeni rasmi pamoja na mkuu wa chuo
na viongozi wote tulioko hapo meza kuu, lakini pia ndugu wazazi ambao tuko hapa, wahitimu, lakini pia stafu nzima ya chuo chetu cha hapa cha mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Kipekee sasa naomba tuende katika burudani. Baada ya hapo nitamkaribisha kwa chuo kwa ajili ya utambulisho. Tunao Msange JKT, wao wako vizuri, wamejipanga sawa sawa. Niombe basi kwa heshima kubwa, Msange karibuni mweze kutupa burudani. Trendybeats.com. 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 Ongeza mwanga kidogo ipunguze. Ukishaanza kubishana hapo watu wanaona kama nyinyi wote unaimba. Let's go,
Aje huko asaidie. Shida gani ndio? Thank you.
USB hapo. Kama unakuja mapema. Kwani ukitoka usimame. Naomba tuwasindikize na makofi. Asante. Wahitimu oye! Wahitimu safi! Asante sana. Ndugu mgeni rasmi, hao walikuwa ni Msange JKT, vijana wakakamavu kwelikweli, wakihakikisha wanatuletea burudani nzuri na ya kutosha. Niombe kwa heshima sasa, naomba nimkaribishe mkuu wa chuo. Karibu sasa kwa heshima kubwa kwa ajili ya utambulisho mzuri namna hiyo, lakini pia na kuwakaribisha meza kuu hapo na wageni wote ambao umeambatana nao. Karibu sana.
Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote kabla sijatambulisha, napenda nichukue nafasi hii kuwakaribisha wageni wote Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora. Karibuni sana sana sana. Mjisikie mko sehemu sahihi ambayo mnastahili kuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nianze utambulisho wangu. Nianze na jukwaa kuu. Naomba nimtambulishe mwakilishi wa CCM mkoa Mwane Mchemba. Karibu sana. Naomba nimtambulishe Lieutenant Kanali Charles Msengi, mwakilishi wa Brigedia Kamanda. Karibu sana. Naomba nimkaribishe Kamisheni Kavarambi, mwakilishi wa RPC mkoa wa Tabora. Karibu sana. Naomba nimkaribishe mwenyekiti jukwaa la ufugaji nyuki Tanzania, Abdalla. Engineer. Naomba nimkaribishe mwakilishi wa mkuu wa chuo cha misitu Olmotoni Arusha, Mr. Celestine Mafuru. Naomba nimtambulishe mtendaji mkuu wa mfuko wa misitu Tanzania, Naomba nimtambulishe mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Tabora mjini. Naomba nimtambulishe mkurugenzi wa idara ya misitu na nyuki, Wizara ya Maliasili na Utalii. Naomba nimtambulishe mkurugenzi wa utawala na rasilimali watu, Wizara ya Maliasili na Utalii. Naomba nimtambulishe mwenyekiti wa bodi ya chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora, Daktari Angela Mwakatobe. Huyu aliye jirani na mimi sistahili kumtambulisha, nitampa nafasi baadaye. Mwenyekiti wangu wa bodi, yeye ndiye atakuwa na viatu hivyo, mimi viatu hivyo sina. Atapata nafasi baadaye, wakati fulani ataweza kumtambulisha. Baada ya kutambulisha hao, naomba niendelee kutambulisha wageni wengine walioko nje ya jukwaa kuu. Naomba nimtambulishe Amina Madereko ambaye ni mjumbe kwenye jukwaa la ufugaji nyuki Tabedo. Mtamkumbuka, ametuongoza kwenye dua nzuri sana. Karibu sana. Naomba nimtambulishe katibu tawala mkoa wa Tabora. Karibu sana. Naomba nitambulishe meneja wa mradi Bevac. Karibu sana. Naomba nitambulishe meneja wa mamlaka ya hali ya hewa Tabora. Karibu sana. Naomba nimtambulishe kiongozi wangu wa kiroho, mchungaji wa KKT Airport, mchungaji Mwarabu. Naomba nimtambulishe mwenyekiti wa mtaa ambaye ametupa hata kibali cha kuwepo si mahali hapa, mtaa wa nyuki. Karibu sana. Naomba nimtambulishe Swedi ambaye ni mwakilishi wa TAWIRI. Karibu sana. Naomba nimtambulishe mtu maalum sana, mkufunzi mstaafu aliyebobea, mbobezi mstaafu, Mr. Amfre Natai. Karibu sana.
Amos Nsane kutoka Faru Dispensary. Karibu sana. Naomba nitambulishe watumishi wenzangu wa BTI na TAWIRI walioko hapa. Lakini naomba nitambulishe wahitimu wetu ambao wametufanya tuwepo mahali hapa, wastashahada. Astashahada, naomba tunyoshe mkono. Naomba nitambulishe wahitimu wetu wa stashahada. Na kushukuru hawa, kuna watu ambao naona hawajiamini. Naomba nirudie. Naomba niwatambulishe wahitimu wetu wa stashahada. Kuna walioshinda, nitawaambia baadaye. Naomba niwatambulishe wazazi, walezi waliokuja kuungana nasi kwenye mahafali hii. Karibuni sana. Nitambulishe wageni wetu wa burudani, brass band. Naomba tunyoshe mkono. Naomba nitambulishe kikundi chetu cha brass band cha Msange JKT. Naamini wapo wageni wetu ambao wanaendelea kuja. Tutaendelea kutambulishana kadiri tunavyoendelea. Lakini naomba niwatambulishe na waandishi wa habari ambao wanatuchukulia habari hapa. Karibuni sana. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, mimi naitwa Sam Daudi, mkuu wa chuo. Asanteni sana. Asante. Naomba tuongeze makofi tena mengine mengi na vigelegele vya kutosha. Asante kabisa. Asante sana ndugu kwa chuo kwa ajili ya salamu, lakini pia utambulisho mzuri kabisa na kipekee. Hivyo basi niendelee kuwakaribisha ninyi nyote ambao tunaendelea kufika hapa. Wazazi, karibuni sana. Ni mahafali yetu haya ya 29 katika chuo chetu cha mafunzo ya ufugaji wa nyuki. Tuna wahitimu wako hapa, wamependeza kweli. Hebu pongeni tena mikono tafadhali. Asante sana. Ninayezungumza hapa naitwa MC Chazi Eventi, ninatokea hapa Tabora Manispaa. Niombe sasa kwa heshima kubwa, naomba niwakaribishe risala kutoka kwa wanachuo. Nadhani mtakuwa mmejipanga sawa sawa. Mpo sawa sawa niombe sasa kwa heshima kubwa, ndugu mgeni rasmi, ninakwenda kuwaleta wanachuo kwa ajili ya kutuletea risala nzuri. Lakini baada ya hapo sasa nitaleta tena burudani kutoka kwa vikundi. Tunavyo vikundi viwili. Kikundi cha kwanza kitajiandaa. Niombe sasa kwa heshima kubwa, risala, karibuni. Wahitimu oye! Wahitimu safi! Hongereni, nimependeza sana. Asante, karibu kwa ajili ya risala. Baada ya hapo niombe vile vikundi viwili, naomba mjiandae. Tutaanza na kikundi cha kwanza, baada ya hapo nitakaribisha kikundi cha pili. Karibu risala.
Ifuatayo ni risala ya wahitimu kwa mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, katika mahafali ya 29 ya Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora, tarehe 12 mwezi wa 12 2025. Mgeni rasmi, Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, Naibu Waziri Wizara ya Maliasili na Utalii, ndugu Daniel C. Pancras, Mkurugenzi wa Idara ya Misitu na Nyuki, Wizara ya Maliasili na Utalii, Dr. Edward Mtaluna Kohi, Mkurugenzi wa Kitengo cha Mafunzo na Utafiti, Wizara ya Maliasili na Utalii, Daktari Tuli Msuya, Kaimu Afisa Mtendaji Mkuu, Mfuko wa Misitu na Nyuki, Mwakilishi wa Ofisi ya Mkuu wa Mkoa, wakuu wa taasisi mbalimbali mliopo hapa, Sem Elo Daudi, mkuu wa chuo, wakufunzi na watumishi wote wa Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki na Tawili, wahitimu wa mwaka wa masomo 2024-2025, wageni waalikwa wote mliopo hapa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kufika katika mahafali ya 29 katika Chuo cha Mafunzo ya Ufugaji Nyuki Tabora. Mbele yako ni wahitimu wa kozi ya stashahada na stashahada wanaokamilisha mafunzo yao ya ufugaji nyuki siku ya leo. Jumla ya wahitimu ni 183, ambapo astashahada ya ufugaji nyuki ni 102 na stashahada ya ufugaji nyuki ni 81. Jumla ya jinsi ya kiume kwa kozi zote ni 93 na jumla ya jinsi ya kike kwa kozi zote ni 90. Hata hivyo, haikuwa rahisi kwetu sote kufika siku hii ya leo kwa sababu ya changamoto mbalimbali kama vile magonjwa, kushindwa kufikia viwango vya kufaulu mitihani, wengine kukosa ada na kuishia njiani. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kukubali kuwa pamoja nasi katika mahafali hii ya leo. Tunaamini ulikuwa na majukumu mengi ya kiofisi, lakini umekubali kuyaacha na kuja kujumuika pamoja nasi katika mahafali yetu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ni siku maalum kwetu sisi wahitimu wa mafunzo ya ufugaji nyuki. Tuna furaha kubwa sana, maana tumekuwa na mahusiano mazuri baina yetu sisi wahitimu na jumuiya yote ya wafanyakazi wa chuo kwa muda wote tuliokuwa hapa chuoni. Shukrani za kipekee zimwendee mkuu wa chuo na timu yake yote ya kufunzi kwa juhudi na uvumilivu wao mkubwa waliokuwa nao katika kutufundisha, kutuelekeza, kutuongoza na hatimaye kuhitimu mafunzo yetu siku hii ya leo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa shukrani za dhati kwa serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kutambua umuhimu wa sekta ya ufugaji nyuki nchini na kuendelea kukiboresha chuo hiki katika nyanja mbalimbali ikiwemo taaluma na miundombinu. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imeleta wakufunzi tena vijana wenye weledi na maarifa ya kutosha juu ya elimu ya mafunzo ya ufugaji nyuki. Lakini pia kipekee tunapenda kuishukuru sana serikali kupitia ufadhili wa Mfuko wa Misitu Tanzania yani TAF. Kupitia ufadhili huu, chuo kimepata jengo la kisasa la kufundishia, lecture theater, ambalo litaongeza ubora na ufanisi katika kutoa mafunzo. Tunatoa shukrani kwa Umoja wa Ulaya kupitia shirika la maendeleo la Ubelgiji Enabel linalosimamia mradi wa kuboresha mnyororo wa thamani wa mazao ya nyuki BEVAC kwa kutujengea bweni la kisasa la wasichana hapa chuoni. Zaidi tunapenda kuwashukuru wadau mbalimbali wa masuala ya ufugaji nyuki kama vile TFS, TAWIRI, TAFORI, Upendo Hani na wengineo kwa michango yao mikubwa na kuendelea kushirikiana na chuo chetu. Ushirikiano wao umewezesha kuboreshwa kwa mazingira ya kujifunzia na hivyo kufanya masomo ya wanafunzi kuwa rahisi, rafiki na yenye tija zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, yafuatayo ni baadhi ya mafanikio makubwa ambayo sisi tumeyashuhudia tukiwa hapa chuoni. Chuo kimefanikiwa kukuza ushirikiano kati ya watumishi wa chuo na wanafunzi, hali ambayo imepelekea kutokuwepo kwa kesi za utovu wa nidhamu na hivyo kuwepo kwa amani na utulivu wakati wote wa masomo. Chuo kimefanikiwa kuinua kiwango cha michezo kwa kuandaa na kushiriki matamasha mbalimbali ya michezo ndani na nje ya chuo ikiwemo Tabora Nyuki Marathon. Chuo kimefanikiwa kupata ufadhili wa masomo kwa wanafunzi kupitia mikopo kutoka Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu, na kwa mwaka huu takriban wanafunzi 40 wamenufaika na mikopo hiyo. Chuo kimefanikiwa kushiriki katika matukio mbalimbali ya kitaifa yakiwemo Siku ya Nyuki Duniani, Sabasaba, 88 na Wiki ya Utumishi wa Umma. Ushiriki huo wa chuo umesaidia sana kutangaza chuo chetu ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, chuo kinakabiliwa na changamoto zifuatazo. Moja, ukosefu wa jengo la maabara ya kisasa. Thamani ya chuo uchagizwa na uwepo wa miundombinu bora na ya kisasa. Ni wakati sahihi sasa chuo kianze kujenga maabara ya kisasa ambayo itatumika kupima na kuhakiki na mazao ya nyuki. Sanjari na hayo, maabara itatumika pia ukitangaza chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki. Maana hiyo, wafanyabiashara wengi wa mazao ya nyuki watakuja kupima na kuhakiki ubora wa mazao ya nyuki kabla ya hatua zingine za kibiashara kufuata. 2, upungufu na ukosefu wa baadhi ya vifaa vya kisasa vya ufugaji nyuki vinavyokidhi hali ya sasa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya kujifunzia mafunzo kwa vitendo. Wakati wa kipindi cha mafunzo yetu tulikosa vifaa vinavyotumika kuvuna maziwa ya nyuki na baadhi ya vifaa vinavyotumika kupima na kuhakiki ubora wa asali na nta. 3, chuo kukosa viwanja bora na vya kisasa vya michezo. Kwa sasa chuo kina viwanja vya mpira wa miguu, pete na wavu, lakini havina ubora, maana wakati wa kipindi cha mvua huwa havitumiki ipasavyo kutokana na eneo la kuchezea kuwa na chemchemi za maji. Lakini pia kuna ukosefu wa viwanja vya mpira wa mikono na kikapu. 4, chuo kutokuwa na uzio. Hii ni changamoto imekuwa ni ya muda mrefu. Eneo la chuo kutokuwa na uzio husababisha baadhi ya watu ambao sio jamii ya watu wa chuoni kukatiza maeneo ya chuo wakati wa mafunzo ya nadharia na vitendo yakiendelea. Lakini pia nyakati za usiku, watu ambao sio jamii ya wanachuo na wafanyakazi wa hapa chuoni kukatiza maeneo mbalimbali ya chuo, hali ambayo inahatarisha usalama wa wanachuo na mali zao. Mheshimiwa mgeni rasmi, wahitimu wa mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora kwa mwaka wa masomo 2024-2025 tuna mapendekezo yafuatayo kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii. Tunaiomba serikali iendelee kutoa ajira nyingi zaidi na kuipa kipaumbele sekta ya nyuki nchini Tanzania. Narudia, tunaiomba serikali iendelee kutoa ajira nyingi zaidi na kuipa kipaumbele sekta ya nyuki nchini Tanzania. Tunapendekeza serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii itoe ufadhili kwa wanafunzi wanaohitimu watakaotumia ujuzi na sanaa zao mbalimbali katika kumtangaza mdudu nyuki kupitia majukwaa mbalimbali kama vile kuandaa makala, yani documentary, sanaa za michoro, muziki, ubunifu wa vifaa na teknolojia mbalimbali za ufugaji nyuki. Tunapendekeza wizara kupitia taasisi zake kama vile TFS, TAFU ziweze kutoa ufadhili kwa wahitimu wa stashahada katika masomo ya elimu ya juu, yani shahada, ambao wanamaliza mafunzo ya ufugaji nyuki na kupata ufaulu wa daraja la kwanza, ili iwe chachu kwa wanachuo wengine waweze kuongeza juhudi na kuibua hali ya ushindani katika fani ya ufugaji nyuki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati na za kipekee kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, uongozi wa chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora, wafanyakazi wote wa chuo na wanachuo wenzetu wanaobaki kwa ushirikiano wao mzuri waliotupatia wakati wa mafunzo yetu hapa chuoni. Tunapenda kukuhakikishia kwamba elimu na ujuzi tulioupata havitapita bure, bali tutavitumia popote tutakapokuwa kwa manufaa yetu, jamii inayotuzunguka na kwa taifa letu kwa ujumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi aendelee kutulinda sote, akulinde wewe mgeni rasmi, uongozi wa chuo, wageni waalikwa, wahitimu na wanachuo wanaobaki, ili tukamtangulize yeye tunapoendelea kutimiza majukumu yetu na kupeperusha bendera ya chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora ndani na nje ya nchi yetu Tanzania. Tunza mazingira, fuga nyuki, jenga uchumi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Thomas Manumbu, Rais wa serikali ya wanachuo, yani Betiso 2024-2025. Tuwapigie makofi na wanapokwenda kukabidhi sana hiyo kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Wanakabidhi sana kwa uzuri kabisa.
Church sasa. Asante ndugu mgeni rasmi. Huyo alikuwa ni mwenyekiti wa serikali ya wanachuo hapa katika chuo chetu cha mafunzo ya nyuki. Niombe basi kwa heshima kubwa sasa, naomba turejee kwenye burudani. Naomba nialike wale vikundi viwili vya wanachuo. Tutaanza na kikundi cha kwanza, baada ya hapo kikundi cha pili kitafuata. Naomba tuende haraka. Siria, naomba tutafadhali. Bana, mambo vipi? Uko poa kabisa. Bwana wahitimu mmepoa jamani? Safi kabisa. Bana, kama una amani hebu punga mkono namna hii. Namna hii. Safi kabisa. Basi tuliosimama mbele yenu hapa ni group moja linajiita 17 Mwamba. Tumewaletea bonge moja la burudani. Bana, tunaomba mwipokee ninyi kama wahitimu wetu, kaka zetu, dada zetu. Basi bila kupoteza muda DJ, tunaomba basi tuelekee. Engineer. Bana, tunaomba DJ aweze kuanzisha tena hilo biti, kwa maana kuna emergency kidogo imetokea mahali hapa. Bana, DJ tunaomba basi uweze kuanzisha tena upya. Yes. Alright. Yes, sir.
twende wote, kushoto, kulia, walimu, kushoto, kulia, twende, hapo, yesa, sikia, hapo, twende. Navuta picha jinsi mlivyopendeza, kusomea nyuki nafasi ya kupoteza, mkutia changamoto lakini mlijikaza. Mimi miamba mmepasua miamba waliosema hayawi, leo haikufaa kuwaona kwenye cheo mkiwa mmependeza. Pande wa michezo, elimu na kadhalika, sio siri BTI mliwakilisha vyema. Jambo moja la mwisho napenda kuwakumbusha, elimu mliyopata ikawa ni mfano bora kwa jamii na kwa taifa. Hata usipoajiriwa waweza ukajiajiri, kwa maana ya kwamba tayari ushaipata elimu hii ya nyuki. Leo mnaondoka bila kwa nyuki sawa da. Leo mwanamaliza ongera sana kwa wazazi kwa kuwasomesha kwa mwana wa wana, wamefanya njia kwa maana leo chuo walihitimu kila sawa sawa. Leo maondoka mnamaliza chuo bali jitwakumbuka sawa sawa. Leo maondoka mnamaliza chuo bali jitwakumbuka sawa sawa. Leo maondoka mnamaliza chuo bali jitwakumbuka sawa sawa. Leo maondoka mnamaliza chuo bali jitwakumbuka. Asante, ongeza makofi mengi kwa ajili yao. Asante sana. Naomba kikundi cha pili tafadhali, naomba tuje haraka hapa. Lakini baada ya hapo tutapata nafasi ya kumkaribisha mwenyekiti kutoka Tabedo tunaye hapa kwa ajili ya salamu. Kikundi cha pili tafadhali, naomba sogea hapa haraka. Kikundi cha pili tafadhali, naomba sogea hapa haraka. Piga sampu kidogo. Piga sampu. Yeah man. What's up? Go by the name Kali boy. Piga sampu kidogo. Piga kidogo. Piga kidogo kanke. Asante. Piga. Asante. Tueleje. Tunacheza wote au sio? Tunacheza. Piga vidudu. Piga sasa nisikie. Piga. Twende. Washaimba ngoma zangu mpaka singeli, waliokugana mikono iliyokununa, kama wanaweza waige na hii hapa singeli mama Amina. Pangi biege. Washaimba ngoma zangu mpaka singeli kununa, waliokugana mikono iliyokununa, kama wanaweza waige na hii hapa singeli mama Amina. Asante Pacheko, asante sana. Sana Pacheko. Wa, Pacheko. Shi. Asante. Naomba biti ya soba tuondoke. Tupo nje ya muda kidogo. Naomba biti ya soba. Jamani, kwenye mashine ni DJ wetu wa chuo maarufu DJ Pacheko. Maarufu kama Sospita, mmemzoea bajana. Anaitwa DJ Punky Minundo, wengine wanamuita Pacheko. Huyo hapo. Pacheko, naomba biti ya soba basi, tupo nje ya muda kidogo.
Shika kidogo. Naomba biti ya pili. Naomba biti ya pili pia tundoke. Tupe kidogo tu ape ladha. Yeah, man. Yeah, man. Everybody say yeah. Sikia sasa. Hii biti ni kizangu kwa chuo. Naomba mnisikilize kwa makini. Tunaenda kujifunza, si ndio? Sikia, mambo kizangu wanafunzi wa chuo. Sikia. Ngoja niweke kitu kwa salama. Ngoja kusema chuo. Sema no. Iwa nini ndugu zangu wanajua. Kama kutoka nimefika chuo. Sikani haya maisha ya chuo kweli. Ngoja kubadilisha chuo. Nafika chuo. Kabla sana. Ya kama everybody say yeah, 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 talented, yeah, talent, yeah. Napenda piga sample tuage. Piga sample ya mwisho. Ya mwisho tuondoke. Tunacheza wote. Maliza hapa tunataka kwa niaba. Twende. Oya, yeah. Jamani play party na kweli muziki anajua. Ndio. Tunacheza naye. Jamani DJ party na kweli muziki anajua. Oya DJ party na muziki kweli anajua. Oya DJ party na kweli muziki anajua. Asante. Asante sana jamani. Nawashukuru sana. Asante. Naomba kiongozi wa hiki kikundi tafadhali sogea hapo kwenye meza ya mgeni rasmi. Sogea hapo. Wow, namna hiyo safi kabisa. Ukifanya vizuri automatically lazima utatunukiwa zawadi. Namna hiyo. Naomba tuwapigie makofi tafadhali. Piga makofi mengi kwa kikundi hiki. Asante sana. Mahafali oye. Mahafali safi. Asante. Niombe sasa kwa heshima kubwa baada ya burudani hiyo nzuri
kutoka kwa vikundi vyetu viwili. Ni heshima yangu sasa, naomba nikapate kumkaribisha mwenyekiti kutoka Tabedo. Kwa heshima kubwa tafadhali, naomba karibu kwa ajili ya salamu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, itifaki imezingatiwa. Jukwaa la ufugaji wa nyuki Tanzania ni chombo kinachowaunganisha wadau wote wa sekta ya nyuki nchini, ikiwa ni jukumu la kuratibu, kuhamasisha na kuendeleza tasnia ya ufugaji nyuki. Kwa sasa jukwaa hili limeenea nchi nzima na lina wanachama zaidi ya 1200 ambao ni wafugaji wa nyuki, wachakataji wa mazao ya nyuki, wafanyabiashara wa mazao ya nyuki, wasambazaji wa vifaa vya nyuki, watafiti na wanazuoni ambao wamejiunga mmoja na kupitia asasi zenye usajili wa kisheria. Tabedo inaipongeza serikali kwa kuandaa mpango wa kuendeleza sekta ya ufugaji nyuki Tanzania iliyo bora. Achia shoka, tundika mzinga. Tabedo inapitia kwa kina mpango huo kwa lengo la kubainisha maeneo mahususi kushirikiana na serikali katika utekelezaji wake. Jukwaa linaishukuru serikali kwa kutambua na kushirikiana katika mchakato wa uandaaji wa mpango huo, ambapo wanachama wake walikuwa sehemu ya tukio katika timu iliyoundwa na Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii. Ni matarajio ya Tabedo kuwa Wizara ya Maliasili na Utalii itaendelea kusimamia swala hili kwa weledi na ufanisi ili kuhamasisha mpango huo unaopata ruzuku na rasilimali stahili kwa ajili ya utekelezaji wake. Ndugu mgeni rasmi, shughuli zinazotekelezwa na Tabedo ni muhimu katika kuimarisha mnyororo wa thamani na ufugaji nyuki hapa nchini ili kuongeza ushiriki wa vijana wataalamu kutoka sekta hii. Kuanzia mwakani, Tabedo itaanzisha utaratibu wa kutoa tuzo kwa mwanafunzi wa stashahada atakayefanya vizuri zaidi katika masomo yake, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha utafiti, ubunifu na ushiriki mpana wa wataalamu katika sekta ya ufugaji nyuki. Kwa pamoja tunaamini kuwa kupitia ushirikiano wa serikali, wadau wa jamii, sekta ya ufugaji nyuki itaendelea kukua, kuchangia kwa kiasi kikubwa katika uchumi wa taifa hili endelevu. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki sana.